Chama kuu cha upinzani Chadema, ambacho ndio chama kuu cha upinzani Tanzania, kimeamua kutoa tena taarifa kwa umma kuhusiana na kuhusiana na matokeo ya uchaguzi ambayo yametangazwa jana, ambayo yamemtangaza Rais Samia Suluhu Hassan kuwa ndio mshindi wa kura za urais. Sasa barua hii inasema hivi: taarifa kwa umma. Taarifa ya awali ya chama juu ya kinachoitwa matokeo ya uchaguzi Tanzania. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinapinga vikali kinachoitwa matokeo ya uchaguzi yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi. Matokeo haya hayana uhalisia wote, kwani ukweli ni kwamba haukufanyika uchaguzi Tanzania. Wananchi hawakushiriki katika uchaguzi wa Oktoba 29 kutokana na mazingira yasiyo huru, haki na kukosekana kwa uwanja sawa wa kisiasa. Aidha, Chadema tunasisitiza kwamba tume ya uchaguzi imetoa takwimu ambazo hazina uhalisia wowote zaidi ya kudhihirisha nia ovu ya Rais Samia Suluhu Hassan na chama chake ya kuiba uchaguzi, jambo ambalo walifanikiwa. Chadema tumeeleza mara kadhaa msimamo wetu wa no reforms, no election. Hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Tulionya wazi kuwa bila marekebisho ya kweli katika mfumo wa uchaguzi na sheria za kisiasa, uchaguzi huu usingeweza kuwa huru, wa haki na kuaminika. Maandamano yaliyoenea nchi nzima ni udhibitisho wa wazi kuwa wananchi hawakushiriki kwenye kile kinachoitwa uchaguzi na kutomkubali yeyote anayetokana na mchakato huu mbovu wa kiuchaguzi. Hivyo Chadema kutangazwa kwa matokeo leo ni mapinduzi ya wazi dhidi ya matakwa ya Watanzania ambao wamenyimwa haki yao ya kidemokrasia na ya kuchagua kiongozi wanayemtaka. Lakini pili, haitambui Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa Jamhuri ya Tanzania na kuwa hajachaguliwa na wananchi wa Tanzania. Tatu, inashauri jumuiya ya kimataifa kutomtambua Samia Suluhu Hassan kama kiongozi wa Tanzania, kwani hana uhalali huo kuwa hajachaguliwa na wananchi wa Tanzania. Na hii ni barua ambayo ilitolewa Jumamosi ya tarehe 1 Novemba mwaka 2025 na katibu mkuu ambaye anajulikana kama John Mnyika. Mambo matatu ambayo Chadema wameweka wazi hapa ni kwamba kutangaza kwa matokeo leo ni kama mapinduzi ya wazi kabisa dhidi ya matakwa ya Tanzania, yani kama maamuzi ya Watanzania yamepinduliwa moja kwa moja kama kuu vile. Sijui kama utakuwa unanielewa, kama namna ambavyo pia serikali waga inafanywa mapinduzi. Sasa hapa waliofanyia mapinduzi, serikali imewafanyia wananchi mapinduzi. Lakini pia kwa hii barua ambayo imetolewa na chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wamesema kwamba hawamtambui Samia Suluhu Hassan kama rais wa Jamhuri ya Tanzania kwa kuwa hakuchaguliwa na wananchi wa Tanzania. Sasa waliomchagua sijui atakuwa ni kina nani, lakini pia wamesema kwamba inashauri jumuiya ya kimataifa kutomtambua Samia Suluhu Hassan sababu hajachagulia kwa njia ambayo ni ya haki na usawa. Hii ndio barua ambayo imeandikwa rasmi kabisa na Chadema na wametoa taarifa hii kwa umma. Hii inaonyesha kabisa kwamba upinzani ama chama kuu cha upinzani hawajakubali matokeo ya ambayo yametangazwa ya kumtangaza Rais Samia Suluhu Hassan kuwa ndo rais wa Tanzania. Hivyo hii inaonyesha kabisa kwamba wapo upande wa wananchi. Sasa na waomba pia jumuiya isimtambue kabisa Samia Suluhu Hassan. Lakini wakati wanaomba jumuiya isimtambue Samia Suluhu Hassan kama rais wa Tanzania, tayari bwana mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika ambaye inajulikana kama African Union Commission AUC, Mahmoud Ali Yusuf, tayari ameshatuma ujumbe wake wa pongezi kwa Rais Samia kwa kuweza kuchaguliwa kuwa rais wa Tanzania. Sasa hapa kidogo kunaonekana kabisa kwamba kutakuwa na mkanganyiko mkubwa sana. Tayari wakati AUC wameshatuma jumbe wao wa pongezi kwa Rais Samia Suluhu Hassan, tayari wanaonyesha kabisa kwamba wameshakubaliana na hiko ambacho kimefanyika na wapo tayari kuweza kushirikiana na taifa la Tanzania kwa chochote kile. Nipe maoni yako pale chini kwenye comment section.